Unaangalia Yusuf Diwan Online TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma as-salatu was-salamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Imma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzihitaji ziada ya rehma na amani zimshukie kiongozi wetu wa umma Bwana Mtume Muhammadin Mustafa sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema kupitia ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'ani, anasema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ikhwani, ndugu zangu, bila shaka leo ni siku nyingine tena tunaadilishana na kufahamishana na kujuzana juu ya asrar ma fil Qur'an, kwa maana siri ambazo zilizo ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'an. Na leo nitakwenda kuanza rasmi kabisa kukueleza, ewe ndugu yangu, min asrari duai Nabiyillahi Suleiman ibn Daud alayhi salatu wassalam, katika siri ambazo zilizopatikana katika dua ya nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni Nabiyullahi Suleiman bin Daud, katika dua ambayo aliyoomba na Allah subhanahu wa ta'ala akamfanyia riziki zake zikawa kwa wingi kabisa. Je, zimekaa katika rakmi gani? Kwa maana katika namba gani? Na wewe ambaye unayetaka riziki yako iwe nyingi kwa kutumia dua ya Nabii Suleiman bin Daud alayhi salatu wassalam, je, ni siri gani au ni taratibu gani na ni katika namba ipi ambayo lau utafanya katika namba hiyo ndipo palipo sheheni siri ya mafanikio ya majambo yako biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana tukawa tumewaambia watu wajisajili mapema. Mathala, mfano ndugu yangu bwana Shaaban aliyo katika ardhi ya Marekani, huyu tayari tumefanya utaratibu wa namna ya arqam ya namba gani kwake katika dua ya Nabii Suleiman. Ikikaa hapo majambo yake yanakwenda kufunguka biidhnillah. Lakini pia kwa dada yangu Isabela ambaye yupo katika ardhi ya Ufaransa, tayari tumekwisha fanya taratibu katika jina lake Isabela linakaa katika namba gani, ambayo kwa namba hiyo ndani yake kuna siri ya mafanikio kama jinsi ambavyo Allah alivyoiweka namba hiyo ya mafanikio katika dua ya Nabii Suleiman bin Daudi. Pia mimi Yusuf kadhalika, lakini kadhalika na wewe Abdul Aziz, tayari taratibu tumeshaziweka, na wote ambao mmejisajili biidhnillah subhanahu wa ta'ala, tayari majina yenu yamekaa katika taratibu ya al-arqam ya namba, ambazo namba hizo ndizo ambazo zilizotumiwa katika kwa Nabii Suleiman bin Daud alayhi salatu wasalam, na Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kheri. Hivyo wewe ambaye bado hujajisajili, fanya haraka sasa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, nataka sasa kuanza kueleza asrar, zile siri na password maalum ambazo kama utazifahamu password hizo, basi bila shaka utaweza kuvuna mazuri na mafanikio katika talabati rizqi, katika ule utafutaji wa rizqi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, kuna maneno ambayo tunasema laqad dhakara Allahu ta'ala al-adada 19 fi kitabihi athna al-hadith an malaikati al-adhab wa anna ala nari jahannama 19 malakan. Tunasema laqad dhakara Allahu ta'ala, ametaja Allah subhanahu wa ta'ala al-adada, idadi inayosomeka 19, kwa maana 19, fi kitabihi, Mwenyezi Mungu ameitaja katika kitabu chake cha Qur'an, athna al-hadith an malaikati al-adhab, pale ambapo alipokuwa akimuelezea bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama habari za malaika wa adhab, wa anna ala nari jahannama 19
ashara malakan, na kwamba katika milango ya moto wa Jahannam Allah subhanahu wa ta'ala amewaweka malaika 19 kwa hisabu ya namba 19. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, alaiha 19, katika mlango ya moto wa Jahannam Allah subhanahu wa ta'ala ameweka malaika 19. Swali la msingi, kwa nini hisabu ikaja namba 19? Hapa ndio swali la msingi. Ma huwa sirru rakmi 19, ni ipi siri ya namba 19? Walimadha dhakarahu Allahu fi kitabihi, na ni kwa nini namba hii 19 Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja katika kitabu chake cha Qur'an? Wa ma alaqata alqur'ani bidhalika, na kuna mahusiano gani ya Qur'ani na namba 19? Hapa ndipo nataka twende vizuri biidhnillah, ili kadhalika tuweze kuyaona mambo kwa ufasaha wa hali ya juu, lakini kadhalika tuweze kupata pasedi maalum, ambayo kwa pasedi hiyo biidhnillah subhanahu wa ta'ala Allah anakwenda kuturuzuku riziki iliyokuwa kubwa kabisa na nyingi kabisa kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, tunasema hunaka alaqatu ra'ya baina ar-raqmi 19 wa mudha'afatihi min jihatin wa baina al-Qur'an al-Karim min jihatin thaniya. Tunasema kuna mahusiano mazuri sana sana sana, ambayo mahusiano haya yanakwenda katika namba 19 na mudhaafati zake kwa namna moja, lakini kadhalika na namna nyingine katika Qur'ani tukufu yapo mahusiano bora kabisa ambayo yanakwenda sambamba na namba 19, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya namba hii 19 kuwa ni namba ya mafanikio ya kupatikana kwa wingi wa riziki kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tunasema warubama najidu ahamma tanasuqa adadi yatajalla fi adadi suwari alquran, na bila shaka tutapata umuhimu wa mfatano au umuhimu wa hizi namba, namna ambavyo zinavyoonyesha utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala kuanzia katika idadi ya Qur'ani. Faqad shaa Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala kitabahu yata'allafu min 115 surata. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo ambaye kwa matashi yake ameijalia Qur'an, kwa maana kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni kitabu ambacho kilichohifadhi au chenye sura zisizopungua 114, yani sura 114 ndizo sura ambazo zinazojumlisha Qur'ani nzima kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa sasa tunaanza kuitazama namba 19 ambayo ndio namba password ambayo ndani yake password ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kwa password hiyo akampa Nabii Suleiman bin Daudi alichotaka katika riziki. Nami na wewe lau tutajua fursa nzuri ya kuitumia password hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kutufanyia riziki zetu ziwe nyingi na mambo yatakwenda katika mustawa na hali ya aina yake biidhnillahil karim. Kwa hiyo sura 114, wa hadha huwa adadu suwari alquran, na hii ndio idadi inayopatikana katika sura zote zilizo ndani ya Qur'an. Wa hadha aladadu min mudhaafati raqmi 19, lakini kadhalika na hii hisabu namba 114 ni katika mudhaafat ya namba 19. Ni sawa useme 6 mara 19 sawasawa na 114. 6 mara 19 ni sawa na 114. Maana yake namba 19 ndiyo namba ambayo ina password ya Qur'an, na katika password ya Qur'ani ndani yake, maana yake ndipo kuna mafanikio ya kila mmoja miongoni mwetu sisi wanadamu, duniawiyan wa ukhrawiya. Hapa duniani mafanikio yanapatikana ndani ya Qur'ani, na akhera pia mafanikio yanapatikana kwa kuifata na kufata utaratibu ulio ndani ya Qur'ani biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa
tunataka twende tukaone maajabu na muujiza mkubwa ambao Mwenyezi Mungu ameweka katika dua ya Nabii Suleiman bin Daud alayhi salatu wasalam, dua ambayo mnamo tarehe 30 ya mwezi huu wa 9 tunakwenda kuifanya dhahir kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Hivyo jisajili haraka, kwa sababu hisabu tulioitaka tayari imekamilika na iliyobakia ni hisabu ya kuongeza tu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, hebu twende sambamba mimi na wewe sasa. Hapa naomba tutulize akili na twende vizuri, ili tukaone sasa namna alivyofanikiwa Nabii Suleiman bin Daud na namna tunavyokwenda kufanikiwa mimi na wewe kwa taratibu hizi bora za kiilmu na maarifa, na bila shaka kila mmoja kwa hurma na utukufu wake Allah anakwenda kufanikiwa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, tunasema laqad shaa Allah, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametaka an yaj'ala awwala ayati fi kitabi tataallaf min 19 harfan. Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo ambaye aliyotaka aya ya mwanzo ambayo inayopatikana katika kitabu chake kitukufu cha Qur'ani, aya hiyo imetengenezwa kutokana na harufi zisizopungua 19. hiya bismillahir rahmanir rahim, nayo ni bismillahir rahmanir rahim, nayo ni aya ya kwanza katika sura ya kwanza inayopatikana katika mushafu sharif biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo bismillah ni aya ambayo ndiyo aya namba 1 katika mushafi, lakini bismillah ndiyo aya ambayo imetengenezwa na hisabu namba 19, kwa maana password namba 19 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Walahu i'jazun adhim, lakini kadhalika nayo hii bismillah kwa kuwa imetengenezwa katika namba 19 ina miujiza ya ajabu na inayoshangaza katika hali ya aina kadha. Washa Allahu aidha an tatakarrara hadhihi al-aya, yani na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akawa ameweka maqasid, makusudio na kutaka ye Allah subhanahu wa ta'ala aya hii kwa maana bismillahir rahmanir rahim iweze kujirejea katika Qur'ani takriban mara 114 fil Qur'ani kulli, katika Qur'ani yote. Wa hadha al-adadu min mudhaafati 19, na hisabu hii ni katika mudhaafati ya namba 19, kwa maana 6 mara 19 ni sawasawa na 114. Adadu suwari al-Qur'an, ambayo ni idadi ya sura zote zinazopatikana katika kitabu kitukufu cha Qur'an. Lakini tunasema wa jami'u suwari tabda'u bil basmalati illa surat at-Tauba, kadhalika na sura zote ambao zilizo ndani ya Qur'an tabda'u bil basmala, zinaanza kwa bismillahir rahmanir rahim, illa surat at-Tauba, isipokuwa suratu Tauba, fala yujadu fiha bi basmala, ndani ya suratu Tauba haikuanzia suratu Tauba na bismillah, haikuanzia suratu Tauba na bismillah. Wa ala raghmi min anna surata at-Tauba la tahtawi al-basmala fi bidayatiha bi'aksi baqiyati suwari illa anna al-basmalata dhukrat marratayn fi surati an-Naml. Tunasema kwa hali ambayo imefahamika na inatambulika ya kwamba suratu Tauba ndiyo sura pekee ambayo haikuanza na bismillah, tofauti na sura zote zilizo ndani ya Qur'an, isipokuwa suratu an-Naml, yani suratu an-Naml ndiyo sura ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amejalia ina bismillahi 2. Fafi surati an-Namli najidu al-basmalata fi bidayatiha, kwa sababu katika suratu an-Namli tunapata bismillahi mwanzoni mwake. Wanajidu basmalata ukhra fi siyaqi surat fi qissat Sulaimani sayyidina Sulaiman ibn Daud alayhi salatu wasalam ma malikati saba'in yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim.
Tunasema katika suratu Namli inapatikana bismillahi mwanzoni mwake, lakini kadhalika na katikati ndani ya suratu Namli pia inapatikana bismillah fi qissat Sayyidina Sulaiman ibn Daudi alayhi salatu wassalam, katika mkasa wa Sayyiduna Sulaiman bin Daudi alayhi salatu wassalam maa malikati Sabain, yani mkasa wake pamoja na malkia Balqis. Hapa utakuta inapatikana bismillah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Hii ndio bismillah ya pili inayopatikana ndani ya suratu Namli katika mkasa wa Nabii Suleiman bin Daudi alayhi salatu wasalam. Swali la msingi ni hili lifuatalo, na hapa naomba ufungue akili, lakini kadhalika usikilize vema, na kadhalika uone namna tunavyokwenda kufanikiwa kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala kupitia katika dua aliyoomba Nabii Suleiman bin Daudi alayhi salatu wassalam. Nabii Suleiman bin Daud katika mkasa wake na malikati Sabain, kwa maana na malkia Balqis, ameandika barua kwenda kwa malkia Balqis ambayo imeanza kwa bismillahir rahmanir rahim. Kwa kuanza katika hali za namna hiyo, bismillahir rahmanir rahim ni password, kwa maana ni aya ambayo ina harufi zisizopungua 19. Lakini twende sambamba pia katika dua aliyoiomba Nabii Suleiman, Allah akampa utajiri, Allah akampa riziki iliyokuwa nyingi kabisa. Ukitazama dua hiyo ya Nabii Suleiman bin Daud utakuta nayo imeambatana na maneno 19. Nini maana ya 19? 19 19 pale aliposema rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika as-salihin. Ukitazama dua hii aliyoiomba Nabiullahi Suleiman ibn Daud, Allah akampa riziki nyingi, Allah akampa mali iliyokuwa nyingi kabisa. Ni dua ambayo imeambatana na maneno 19, kama jinsi ambavyo tunavyoona password ya mafanikio ya mmoja wetu kupitia ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'an. Password hiyo imekaa katika namba 19, kama jinsi ambavyo tutakavyoona hapo mbele. Jina la dada yetu Isabella katika ardhi ya Ufaransa, na jina la kaka yetu Abdul Aziz katika ardhi ya Qatar, na jina la ndugu yetu Sheikh Shaabani katika ardhi ya Marekani. Tutakuja kuona namna zilivyokaa katika password ya namba 19, na jina langu mimi Yusuf Diwan utakavyoliona lilivyokaa katika password namba 19. Allah subhanahu wa ta'ala kwa hali hii, lau tutakwenda kuifanya dua ya Nabii Suleiman bin Daudi iliyokaa katika password namba 19, Allah subhanahu wa ta'ala anakwenda kutufungulia kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wabitali, kama hilo alitoshi, tunasema yaudu adadul basmalat liyasbaha. Katika mazingira kama hiyo, kwa kupatikana ndani ya suratu Namli kupatikana bismillahi 2, inafanya bismillahi ziwe 114 min mudhaafati raqmi 19, ni katika mudhaafat ya namba 19. Shaa tabaraka wa taala an takuna awwalu suratin yunazzilu biha au nazala biha ala sayyidina Jibril ala qalbi al-Mustafa alayhi salatu wasalam hiya suratul alaq allati fi muqaddamatiha iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Na Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo ambaye aliyotaka sura ya mwanzo ambayo iliyomshukia bwana mtume Muhammadin kutoka kwa Sayyidina Jibril alayhi salatu wasalam, iliyoshuka katika moyo wa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, hiya suratul alaq, ni suratul alaq allati fi muqaddamatiha, ambayo mwanzoni mwake inasomeka katika hali ifuatayo: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq
Wa idha taamalna hadhihi sura, tutapoitazama sura hii, najid anna adada ayatiha, tutakuta kwamba idadi ya aya zinazopatikana katika suratul Alaqi 19 aya, ni aya 19, kama jinsi ambavyo tutakavyoiona aya iliyobeba dua ya Nabii Suleiman bin Daudi alayhi salatu wasalam katika suratul Namli, utakuta ni aya namba 19. Pia aya ya kwanza ilomshukia Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, katika sura ambayo ina aya ya mwanzo ilomshukia Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, maana yake sura hiyo ina aya 19, ay anna Allah bada ar-risalata bisuratin adadi ayatiha 19, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha wahai kwa mara ya mwanzo kumjia Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, na akaweka wahai wa mwanzo unamshukia Bwana Mtume Muhammad katika sura ambayo idadi ya aya zake ni aya 19. Jiulize swali, kwa nini 19 katika hali za aina kadha? Twende vizuri hapa ili kwa kuonyeshe siri nzito ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka, siri ya mafanikio yangu mimi pamoja nawe katika dua ya Nabii Suleiman bin Daud katika password namba 19. Swali ni moja la msingi, wewe jina lako linaingiaje katika password ya namba 19? Ndio maana tukasema ujisajili mapema, tutumie majina yako mapema biidhnillah, kwa taratibu tuliozielekeza, ili tuingize jina lako katika password ya namba 19, na tukinyanyua mikono kumwambia ya Rabbi waja wako katika password ya namba 19, ile password aliyotumia Sayyiduna Suleiman bin Daud, na Allah subhanahu wa ta'ala ukampa mali nyingi, ukampa riziki nyingi, ukamfanyia wasaa katika mali zake, basi Allah ya Rabbi, nasi pia katika password hiyo hiyo aliyotumia Nabii Suleiman bin Daud alayhi salatu wasalam, nasi tufungulie ya Rabbi, na utupe majambo yetu kwa hurma na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wote waliojisajili majina yao tumeyaweka katika password namba 19. Zinawekwaje? Hapa pana maalumati na ilmu na taaluma ambazo katika darasa zetu zijazo tutaendelea kuzitoa, na wewe utaweza kuona namna gani jina lako limekaa katika password ya namba 19, na tunakwenda katika password ile ile ya Suleiman bin Daud alayhi salatu wasalam, na Allah subhanahu wa ta'ala kajalia khair ya hali ya juu kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, katika mazingira kama haya ndio maana tunakwambia ujisajili haraka, ewe ndugu yangu, kwa sababu idadi tulioitaka tayari imekamilika. Kwa hiyo iliyobakia ni ziada kidogo ambayo tumeiongeza, ili nao usijikute katika watu wanaokosa kushiriki katika dua hii. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala akawa amejalia dua hii ikawa ni fathi, ufunguzi wa hali ya juu katika kheri ya majambo yako, katika riziki zako, katika shughuli zako, katika biashara zako, viwanda vyako, idara mbalimbali, makampuni na mfano hayo. Allah anaweza kajalia kheri, tukawa tunapanda siku baada ya siku kutoka katika hali duni na kwenda katika hali ya juu kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Je, jina lako linaingiaje katika password namba 19? Usikose kufuatilia katika darasa zetu zijazo katika maarifa ya password ya dua ya Nabii Suleiman bin Daud alayhi salatu wasalam, ambayo imesheheni na kujaa mafanikio yangu, imesheheni na kujaa mafanikio yako, kwa sababu Qur'ani ndiyo mafanikio ya waja wote wa Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani, lakini kadhalika na akhira zetu tuziandae na kuzitengeneza kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Linaingiaje jina lako? Twende katika episode inayokuja, utapata kuyabaini haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala insha Allah. Kumbuka zimebakia siku chache kabisa kufika katika tarehe 30 ya mwezi huu wa 9 mwaka huu wa 2021. Kwa hivyo biidhnillah tumuombe Allah uhai, tumuombe Allah salama, tumuombe Allah afya njema, tufike katika siku hiyo tunyanyue mikono. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala akatupa tunachotamani na kutaraji kwa hurma na utukufu wake. Usikose kufuatilia episode inayoendelea ili kujua password ya jina lako katika dua ya Nabii Suleiman bin Daudi inapatikanaje, inakaa katika utaratibu gani, na vipi sasa nao ukinyanyua mikono
Allah subhanahu wa ta'ala anairejesha ikiwa na madini unayoyatamani na kuyataraji kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Insha Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaangalia Yusuf Diwan Online TV.